Askofu Amos Muhagachi ni mwenyekiti mtendaji na mwanzilishi wa taasisi hiyo ya amani. Akizungumza kwenye semina hiyo jijini Dodoma, anasema lengo la kuanzishwa kwa taasisi hiyo ya amani ni kuwakutanisha viongozi wa kidini, kisiasa na kijamii kwa ajili ya mustakabali wa nchi ili kujenga jamii yenye umoja na mshikamano. Tulianza kazi zaidi ya miaka 5 huko nyuma iliyopita, na leo tumejifunza mambo muhimu sana, kwamba amani haichagui dini, haichagui kabila, haichagui siasa. Ikivurugika, wote tuko katika mtumbu ulioharibika, ni rahisi kuzama. Kwa tunaamini kwamba mafunzo haya yataendelea kuwajengea uwezo na kuwaimarisha viongozi wetu ili waendelee kuwa mabalozi wema huko wanakotoka, ili kutimiza wajibu wetu wa kuhakikisha kazi ya amani inaendelea kudumu katika taifa letu. Mwezeshaji wa viongozi wa kidini na kiimani katika masuala ya ujenzi wa amani, Askofu Dr. Joseph Mayala akatumia fursa hiyo kuwafundisha umuhimu wa amani, huku mwenyekiti wa Umoja wa Madhehebu ya Kikristo mkoa wa Dodoma, Askofu Dr. Damas Mkasa, akitoa wito kwa serikali kutambua mchango wa viongozi wa dini kwenye maamuzi mbalimbali. Tumejifunza kwa nini tuwe na uongozi bora ambao unaendana na amani na nafasi ya amani katika masuala mazima ya uongozi, na tumeona kabisa kwamba bila amani hakuna uongozi. Lakini pia tumejifunza masuala ya ni namna gani tunapokutana changamoto mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya amani na uongozi tunawezaje kuzitatua. Lakini sisi tunaweza kuwaita watu na kuambia kwa kupitia neno la Mungu, na wakaweza kutii bila shuruti. Shauri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Samia Suluhu Hassan, lakini katika washauri wake kama ilivyo katika mataifa mengine, aweke na viongozi wa dini washauri kutoka dini mbalimbali. Nao washiriki wa semina hiyo akiwemo mwakilishi kutoka ofisi ya Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania Dodoma TEC, Alfayo Anthony, wanaeleza walivyonufaika na semina hiyo. Tunaomba tu kwamba tuendelee kuhamasishana, kueleweshana ama kupeana wajibu wetu, kwamba kila mmoja katika taifa letu kwa nafasi yake anahitajika kuwa balozi wa amani. Naomba serikali yetu ya Tanzania itafute njia bora ya kufikisha ujumbe kwa vijana au kwa wanawake wote ambao wako sehemu mbalimbali, ili kuweza kupata semina ya kuitambua haki au ya kutambua umuhimu wa amani katika nchi yetu. Viongozi hao wa dini wanakumbushwa pia kutotumiwa na wanasiasa, bali wawe na mahusiano mema na serikali pamoja na vyama vya siasa na jamii kwa ujumla. Toka hapa jijini Dodoma, mimi ni Dorine Alois.